الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآله. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. Jana tulijibu suala la kimsingi ambalo lilijitokeza baada tu ya kueleza mada ya mazungumzo yetu itakuwa ni nini. Sema tutazungumzia kanuni za kijamii katika Qur'an, yani mtazamo wa Qur'ani kuhusu suala hili, ambapo kukauliza swali, kwani haya ni mambo yatarajiwa kuwepo kwenye Qur'ani? Tukajibu jana kwamba naam, ni mambo yatarajiwa, kwa sababu Qur'ani kama kitabu, kama wahi ulioteremshwa na Mwenyezi Mungu, kiko juu ya kanuni za kijamii, lakini kama utekelezaji wa kile kikundi kilichokuwa kikiongozwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio watu wa kwanza waliweza kuionyesha Qur'ani inavyoweza kutembea katika maisha. Mwenendo wa watu wale ulikuwa ukihukumiwa na kanuni za kihistoria, na ndio Mwenyezi Mungu akatuambia katika Qur'ani: wa tilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas. Suala lingine ambalo tutataka kulijibu leo, kuna dharura gani kuzijua kanuni za kijamii? Tumekubaliana Qur'ani imezungumzia mambo haya kwa namna nilivyojibu kwa urefu jana, lakini leo tutataka kuuliza, ni mambo yanayostahiki kuyajua au ni mambo hayastahiki? Kwa sababu hizi elimu au haya mambo yanayoitwa maarifa, kwa mtazamo wa Kiislamu yagawanywa kimsingi sehemu tatu. Kuna ulum, kuna na maarif ni dharura kwa Muislamu kuyajua, kwa kiasi Uislamu wake Muislamu haukamiliki ikiwa hawezi kuyajua mambo haya. Hizi zinaitwa ni maarif dharuria, kama Muislamu kujua itikadi zake, Muislamu kujua fiqhi yake, ataswali vipi, atafunga vipi, na mpaka mwisho. Kisha kuna na maarif katika Uislamu ni haramu kuishughulika nayo, imekatazwa. Nazo ni kila elimu au maarifa ambao lengo lake ni kumdhuru mwanadamu, sawa sawa kumdhuru kimwili au kumdhuru kiakili. Mfano kama ilmu za sihiri, zitu zimekatazwa na Uislamu. Sio tu kufanya,
hata kupoteza wakati wako ukaketi ukasoma elimu hii. Uislamu wajali masaa yako utakao kuyapoteza kuyasoma haya, wapoteza sehemu muhimu katika umri wako. Ndio utakuta fatawa za maulama wetu wasema ni haramu taalimu sihri wa taallumuhu wal amalu bih. Ni haramu kuisoma, kuisomesha, kufanya. Kwa nini? Kwa sababu hizi ni elimu za wadhuru watu kimwili na kiakili. Za wadhuru zaidi kiakili kwa sababu za jenga itikadi za makosa za kumpeleka Muislamu katika maisha. Ukisha kuingia katika ulimwengu huu wa uganga, concept zako za kimaisha zote hubadilika. Itakuwa huendi kazini paka upate talasimu, ufungui duka paka uwe na hirisi. Na Uislamu wataka kazi watakaifane, fungua duka mapema. Kazi watakaifane, fanya kuwa muaminifu. Kazi watakaifane, kuwa PR yako na watu ni nini? Ni mzuri, sio? Hizi upotewa. Wajua bana, kwenda kwa ustadhi afanya mambo haya. Wajua ustadhi bana, siku hizi dukani kwangu watu hawai kabisa. Nafikiri nimepigwa koko mimi. Sasa nataka uniandikie mpepea wa kuvuta watu. Kuvuta watu ni akhlaqi zako. Kuvuta watu ni tabia zako. Kuvuta watu ni namna ya uuzaji wa bidhaa zako. Hizi zote ambazo ni misingi ya kikanuni katika ilmu ya biashara, katika mauzo, katika namna ya kuvuta wateja, zote tumeziweka wazi, tunataka kuzifungua kwa suluhisho la mpepea. Umeona concept inavyoketi mahali ambapo sipo. Sio, tumefahamiana vizuri sana. Na hii ndio tabu. Sasa Uislamu umekuja ukaharamisha zitu kama hizi kwa sababu za dhuru fikra za Muislamu. Muislamu anavyotakikana atembee kimawazo na kifikra katika huu ulimwengu, huja akasinyangwa na zitu hizi, akawa ni mtu hutembea kwa misingi mingine kabisa. Akitoka akitegana na jiwe, yeye ntabu, na hujenga adawa. Sasa siku zote utaona ukienda ukimwambia, wajua huyu jamaa kupiga koko ni mrefu, ni mwembamba, una pua ndefu, una mdomo mrefu, una hivi, yani wewe ukabaki, wajua huyu ndugu yangu, jirani yangu, rafiki yangu, ni fulani huyu, nyewe zake ziko kadhaa. Ukiangalia ni zitu za kujenga adawa na chuki baina ya watu biduni hujjatin wala burhan. Hakuna hoja yoyote ya kuthibitisha kwamba huyu ni adui yangu mimi, kwa sababu tu umeambiwa alikuroga ni mtu mrefu mwembamba, shingo yake ndefu na nini, ukatoka na sifa kama hizo, wewe ukaenda ukazitekeleza. Hizi ni katika namna. Tatu, kuna na ulumi na maarif. Nimesema ya kwanza ni dharura, Uislamu umesisitiza. Ya pili ni nini? Ni haramu, Uislamu umekataza. Ya tatu, kuna maarif, Uislamu haukulazimisha wala haukukataza. Ndipo pale baadhi alipokwenda kuulizwa ni hadithi ama nini kuhusu elimu fulani, akawajibu akawaambia, dhalika ilmun la yanfa'u man ta'allama wala yadhurru man jahila. Muuliza kuhusu ilmu fulani, tusome ama tusisome, akamwambia hiyo ni elimu, haimfaidishi chochote ayuwao wala haimdhuru chochote asoyua. Kwa hivyo si halali si haramu, yani haina manufaa, haina nini, haina madhara. Ikiwa wewe iona yaweza kukunufaisha, ipoteze wakati wako. Usiwe kama ule bwana alosoma nahau, akawa hodari katika nahau, akaona maisha yake yote yatapekeshwa na nahau. Nahau si ikatai, ni elimu msingi katika kufahamu Kiarabu, ni grama. Huwezi kuelewa sunna ya bwana mtumi, Qur'ani bila kujua nini?
nahwu, lakini sio kila kitu katika maisha shekhe. Siku hiyo akapanda kwenye jahazi ama kidau kuvuka, kama hapa tunene avuka hapa enda Omanda, katika ufuetene na ule nahudha wa kile kidau, huyu mwanachuoni akamwambia ule, wewe umesoma nahau? Ule bwana akamwambia mimi la, sikusoma nahau. Akamwambia dhahaba nisfu umrika, umepoteza nusu ya maisha yako. Ile jamaa likampata, hakumjibu kitu, kaendewa. Ulipofika katikati, pap, kukaruka upepo, mawimbi, chombo sasa kikawa henda mrama, kutazamiwa sasa. Nauza naye ainue kauli amuulize, shekhe, umesoma kuogelea? Akamwambia la, siyui kuogelea. Akamwambia idhan dhahaba kullu umrika, yeo umri wako wote umekwenda, minga mmepoteza nusu. Hii yamaanisha hakuna awezao kuyua yote. Soma likuhusulo katika maisha yako, soma ambalo lachangia kiasi kikubwa katika harakati zako na kazi zako, waila hakuna awezao kusoma yote akayua yote. Kwa hiyo wewe, na hili yeo imekuwa maradhi makubwa, wewe hakuna ayua yote. Wewe ni msomi wa dini, umeamua kuwa msomi wa dini, isome dini. Wewe umeamua kuwa ni daktari, usome udaktari kisawa sawa. Wewe umeamua kuwa ni mfanyaji biashara, isome biashara kisawa sawa, iwe lako waliyua kisawa sawa, na pengine mwatia mwingine. Sasa turudi kwenye mada yetu. Je, upo umuhimu wowote wa sisi kwenda kusoma hizi zitu zinazoitwa kanuni za kijamii? Yaingia katika fungu lipi hapa? Ndio Dr. Abdul Karim Zaidani atoa katika kujibu swala hili. Amelijibu kwa kurasa kadhaa, lakini ameanza na nusu mstari. Jawabu lake amelifupisha kwanza kwa nusu mstari. Asema dirasatu sunanil ijtimaiya dharura diniya wa hayatiya. Kuzisoma hizi kanuni za kijamii twalazimika kwa pande mbili. Kwanza kidini, kama Waislamu, Uislamu kama unavyotuamrisha kumjua Mungu, kama unavyotuamrisha kumjua mitumi, kiyama yani aqaid, kujua swala, saumu yani fiqhi, kujua sidqi, kadhib yani akhlaq, kama unavyotuamrisha kusoma haya, Uislamu pia watuamrisha kusoma kanuni za kijamii. Na hii ndio maana neno dharura diniya. Pili, sisi hata kama si Waislamu, kama binadamu tunaotaka kuishi katika hunu ulimwengu, kama jamii, kama watu tunaotaka kujimudu na kuweza na sisi kuwa na nafasi yetu katika maendeleo ya ulimwengu, ni lazima tuzisome kanuni za kijamii. Kwa hivyo dini yetu yatulazimisha kuzijua kanuni hizi, na ubinadamu wetu watulazimisha kuzijua kanuni hizi. Ili kuyafafanua maneno haya, nitaziweka katika dalili 4 za kutuonesha sisi kwamba kuna dharura kama Muislamu, kama binadamu, uzijue kanuni za kijamii na uzisome na uzifuatilie. Kwanza, narudi pale nilipozungumza jana. Dalili ya kwanza yatuambia hidayatul Qur'an la tatimu illa bima'rifati sunani al-ijtimaiya. Maana ya maneno haya, jana nilizungumza kwamba
lengo la kuteremshwa Qur'ani ni nini? Hudan linnas. Maneno yatatangulia maneno, nitakuja kuizungumza kwa urefu kanuni al-hidayah. Katika hizo kanuni za kijamii moja ni kanuni al-hidayah, lakini napenda kuweka baadhi ya mambo wazi. Sote tukubaliana Mungu yeye ndio aongozao na yeye ndiye apotezao. Na masuala yana tashwishi nyingi kwa watu. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha. Na moja katika hidayah yake ni Qur'ani. Moja katika hidayah yake ni Uislamu. Ametuetea Uislamu ili tufanye nini? Tuongoke. Ametuteremshia Qur'ani ili tufanye nini? Tuongoke. Tuliani katiti tuiweke kando, walillahi almathalul a'la. Mimi hupenda kupiga mifano, hii mifano lakini haifanani na Mungu, ni kwa ajili tu ya kukaribisha nini? Fikra. Wala Mungu hafananishwi na kitu. Wewe kama kiongozi wa jamii, ina utakalo kuamkuliwa mimi kwangu si muhimu, lakini wewe ndio kiongozi wa hii jamii. Ukaja ukasema kwamba mimi katika malengo yangu makubwa katika uongozi wangu nataka kuwasaidia watu wetu kielimu, education, na nimekuja kwa lengo hili. Kila mmoja ajua maana ya kuisaidia jamii kielimu si kugonga kila mlango wa nyumba ukaenda ukawasomesha ABCD. Hiyo sio maana ya kiongozi kueta mwamko wa elimu. Na atakaye kukulaumu hukufanya mambo hayo amekosea. Haitokuwa wewe kutoka asubuhi uzunguke na zitabu za kutoka nasari na class 1 na za secondary uwe hugonga kila nyumba. Wewe umesoma mpaka hapa ka 7 hando kukamilishie 8. Wewe umesoma mpaka wapi mpaka form 3 hando kusomesha hakuna atakaye kuja kukwambia wewe bana amekuja kuamsha elimu. Utafanyaje? Hala sute kama wenye akili si Qur'ani hala tufikirie kwamba kama kiongozi wewe kama kijijini kwenu wataka kuleta mwamko wa kielimu utafanyaje? Asante. Ule mwenye atajenga skuli. Pili, library. Sio? Tafungua public nini? Library. Tatu, tashajiisha kuandika kazi nani? Walimu. 4, utainua zipaji za nani? Za walimu. Namna hiyo. Hayani kwa ibara nyingine utaweka mazingira na facilities ambazo zitampa nafasi kwa anayetaka kuipata. Natilia mkazo sana kwa anaye hutozunguka na ndoo ya mai uanweshe kilazima watu wawe na nini? Na elimu. Hii ndio jukumu la kiongozi, sio? Ni ku-create environment ya kielimu, ni kutengeneza facilities za nini? Za kielimu, ni kujenga taasisi za nini? Za kielimu, ni kufungua nafasi za watu wetu kwenda university, ni kufungua mawasiliano na colleges na nini zilioko nje ya ulimwengu tukapata nini? Scholarship, sio? Hizi ndizo zitu zinazotaka kufanywa kwa mtu anayetaka kuleta mazingira ya nini? Ya elimu. Kisha ukawaambia umma haya nimeshawaetea mwamko wangu wa elimu, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Sivyo ilivyo? Hapa tukubaliana vizuri sana. Aturudini kwa Mungu sasa. Na Mungu anaposema yudhillu, yeye ndio aongozao. Yahdi, yeye ndio aongozao. Kuongoza kwa Mungu ni vipi? Ni kugonga kila mlango akakuhakikisha kila mtu amekuwa Muislamu? Ni kutengeneza mazingira na zombo ambazo kwa anayetaka zaweza kumfikisha kwenye nini?
kwenye uongofu, ambao miongoni mwao ni irsalul anbiya, sio ni kutumiliza mitumi, miongoni mwao ni inzalul kutub, ni kuteremsha nini, zitabu na sharia na mfano wa hizo. Kisha akawaambia hadha hudaya faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Hivi ndivyo mtaka muzifasiri zile aya zinenao yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha. Nitakuja kuyazungumza kwa urefu kanuni hidayah. Sasa turudi kwenye mada yetu. Mifano miwili iko sawa? Iko sawa. Nataka kurakizi kitu kimoja. Baada ya kiongozi, turudi kwenye ule mfano wa mwanzo, alonena lengo lake ataka kuleta mwamko wa kielimu kwenye jamii, na akaja mashallah akajenga taasisi za kielimu, akaweka facilities, akatengeneza mazingira. Jukumu letu kama wananchi nini? Jukumu letu sasa kama wananchi ni nini? Ni kuzitumia zile zitu alizoziweka, sivyo? Ikiwa alijenga shule, jukumu letu ni kupeleka watoto wetu. Ikiwa aliweka library, jukumu letu ni kwenda kuitumia ile nini, library. Hilo ndio jukumu letu, si jukumu lake tena. Na hiyo ndio maana ya kanuni za kijamii. Yani kuwafanya umma wawe na elimu haitoshi kujenga library, ni lazima zifuatwe kanuni za kufaidika na library. Na kanuni za kufaidika na library nini? Mkwenda kusoma. Wa ila itabaki library hufunguliwa mlango na imeandikwa bao tu, sio? Tupo vizuri sana jamanini? Kwa hivyo kufaidika na huduma za kiongozi alipotuletea mikakati ya elimu, ni lazima sisi tujilazimishe kufuata kanuni za kielimu. Kanuni za kielimu, huu ina elimu kama huendi skuli kusoma, huu ina elimu kama hustadi, huu ina elimu kama huu ina discipline, huu ina elimu kama huu ingi nini, library. Hizi ni kanuni. Ama tutatosheka tu kunena rabbi rizukni ilman na hatuendi, sio? Ule bwana mmoja alikwenda kwa Habib Saleh, akamwambia mwenye nimekuja nitaka unitile Fatiha, Mungu anipe kijana. Sipata kijana. Habib Saleh akamuuliza umeoa? Akamwambia si haoa. Akamwambia basi tutie Fatiha mbili, mimi naona ya kwanza Mungu akupe mke, ya pili ndio upate nini, mwana. Sijui message mmeipata? Nenda skuli, nenda madrasa, soma, fanya bidii, fuata nidhamu, kisha nena rabbi zidni ilman. Kini mambo ya kuketiwa paka mwisho wa standard 8 ati ndo huzunguliwa. Sisi tunaosana, yani mtu ataketi ateze miaka 8, tunakwambia mara hii niko 8. Kisha na siku ile tukankuliwa maustadhi sute, ustadhi yao tuazungua klasi yetu ya 8, Mungu aijalie ifaulu. Dua ni muhimu jamanini, nifahamu vizuri sana. Lakini dua ambayo hii miaka 8 pia imefanywa nini? Na maana ya kuifanyia kazi miaka 8 nini? Yani ni kufuata kanuni za kijamii. Kufuata kanuni za nini? Za kijamii. Sasa narudi kwenye dalili yangu. Qur'ani imeteremshwa ni hudan, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan. Ili tuweze kupata hidayah ya Qur'ani, ni lazima tuzijue kanuni za kijamii za kutupeleka kwenye hiyo nini, hidayah. Napenda kufafanua zaidi mimi kwa mifano. Leo twende katika hakuna maji, kama kwa ndugu zetu huko Bajuni. Kuna shida ya maji. Kuna sampuli mbili za kwenda kuwasaidia watu kuwapa maji. Kuna sampuli ya create
kutengeneza ama kubuni masdar, matimbuko ya mai ambayo watu wenyewe watakwenda kuyakamilisha, kuyafuata, kuyatumia. Mathala ukenda, najua napiga mifano tu mingine haivi, hakuna mai ya nini. Mfano ukenda ukafukua kisima. Tujali ukapatikana mahali kisima cha mai na mai imekatoka tamu. Ukakifukua kisima ukakiwapa. Hakuna mtu ataketi nyumbani anene kiu huniua, akiambiwa mbona mai nena, hakutaka kutuletea mai, imefukua kisima, angetuletea paka hapa nyumbani nini. Hakuna atakaye kukuletea nyumbani. Ni wewe ukamilishe kwa kutoka kwenda kuyafanya nini? Kuyafuata yale. Ikiwa mahala pa kutiwa pipe yavutwe na wewe uyavute, ikiwa mahala pa kutia pa kwenda kwa ndoo kuyatukua na wewe uende kwa ndoo ukafanya nini? Ukayatukue. Hivi ndivyo Mungu anavyoita hidayah yake. Mungu humteremsha mtume, akateremsha na Qur'ani, kisha akawaambia ni jukumu lenu kuufuata huu uongozi na kuuyua mpaka uwafikishe na kufuata nidhamu zake. Na ili tuufikie uongozi wa Qur'ani, lazima tuzijue kanuni za kijamii. Haitoshi kuuyua. Mimi na fikra zangu naweza kuwa tofauti na wengi katika nyinyi, lakini katika msingi ambao mara nyingi mimi ya uhuru wa kila mtu kuwa na fikra zake na kuheshimiana, napenda kutoa hii fikra. Watu waweza wakakubaliana zikubaliana. Mimi niko kinyume na kwamba watu wa zamani walikuwa wayua zaidi kuliko watu wa sasa. Katika nyanja zote, hata dini. Mimi sikubaliani na ile fikra inayotaswiri kwamba maulamai wa zamani huwashinda maulamai wa leo. Mimi naamini maulamai wa leo huwashinda maulamai wa zamani kielimu. Huwezi kuniambia mwanasayansi wa leo ni sawa na mwanasayansi kabla ya miaka 600. Pamoja na maendeleo haya ya elimu yamezoendelea na theory mpya zimezozuka, huwezi kuniambia ni sawa wa watu. Lakini zile jamii za Kiislamu za nyuma hazikuendelea kwa kuwa na elimu nyingi, ziliendelea kwa kuitumia elimu kidogo waliokuwa nayo. The big problem iko hapa. Tatizo haliko tumejaza kwenye mabongo yetu elimu ngapi. Tatizo liko how we translate it katika zitendo zetu. Ile elimu iliyojaa hapa ina asilimia ngapi katika utekelezaji wetu? Hapa ndipo tatizo kubwa. Maswahaba walikuwa wajua aya 10 tu, lakini zile aya 10 wakifanya nini? Wakizifanyia kazi. Sisi alhamdulillah tuziuanga. Lakini tufanyia kazi aya ngapi katika tuziua? Na kila mtu ayua kuitoa aya wakati wa yeye ataka kupata, sio wakati wa yeye ataka kutekeleza. Utasikia mfano umempa mtu begi imekutukulia, umefika naye mahala mmekorofishana 150 umempa 50. Ndio sikize aya. Na hukana dhaluman bana, ukete kidhulumu watu, hapo atazisoma aya zote. Kwa sababu pale kuna shilingi 50 yake. Lakini yeye mwenyewe mbali na ile kutukua begi na kupokonywa shilingi 50, zile aya alozisoma zote kila asubuhi hujepea watu wanga. Hizo aya huwa hapo yeye hazimuhusu. Aya za muhusu pale. Ndio utakuta twaimplementi Qur'ani kwa kadiri ya interest zetu. Tasikia kila mtu kuzungumzia uadilifu. Wewe katika kutoka maisha yako ya asubuhi mpaka alasiri umetekeleza percentage ngapi ya uadilifu? Wewe na wano na mkeo tu. Wewe na wano na mkeo tu. Umetekeleza asilimia ngapi ya uadilifu? Ikiwa wewe cheo ulopoa ambacho hakipijwi kura amekupa ni Mungu, ar-rijalu qawwamuna ala nisa, wala hakiuzuliwi, wala hakina election, wala by election,
Tumeelewana jamani nini? Cheo amekupa Mungu bure. Kwa miaka ngia miaka toka, hujaweza kuweka kitu kinachouweta uadilifu kati yako na mkeo na wano. Una ulimi gani na uso gani wa kusimama kutaka jamii mzima na viongozi wa jamii walete uadilifu? Una haki gani wewe ya kusimama kukosoa? Una haki gani ya kunena fulani ni dhalim? Na wewe wenda kazini asubuhi ukipata senti, vijana hawapati chakula, lakini uraibu wako uko sawa. The same na yule apata nafasi ya ardhi akaijepa akawawata watu wake wanaenda. Same. Ni sura tu kuifanya kubwa na kuifanya nini? Toto. Ikiwa umeweza kuwadhulumu watoto wako uliowazaa, damu yako, wamlaumu vipi kiongozi anaowadhulumu watu wake ambao pengine hana damu nao? Tupo vizuri jamani? Ikiwa wewe umeweza kumdhulumu kijana uliye mzaa, damu yako, pati ya mwili wako, una ushujaa gani wa kusimama kunena fulani hudhulumu watu wake ambao pengine kura amezununua? Sasa business imekuwa siasa sasa hivi. Kwani sasa yao kila mtu apangao kusimama budget nga ama hupita kwa takibiri hizi kura jamani? Hupita kwa takibiri? Hasipiti kwa takibiri. Kila mmoja mwenye budget ya milioni 10, mwenye budget ya milioni 17, mwenye budget ya milioni 20, mwenye budget ya milioni 50, mwenye budget ya milioni 100. Ajua mimi nikiwa nitaka kiti hiki hapa, sione ya mambo siku hizi tutafanywa kupigwa kwa tende siku hizi nini, hizo zote tu kwenye hesabu ha. Na Ramadhani si hii, zimepita Ramadhani nyingi. Tupo. Na hiyo itakaokuja ndio itakuwa nzuri zaidi. Hii kidogo hakuyashika kasi. Ile itakaokuja maana kama kura itakuwa ni August, itakuwa kura bado kama miezi miwili. Si zaka hizo zitakazo kutoka. Lakini hii katika warm up hii. Tuko katika zile warm up. Sasa hizi zote jamaa ziko kwenye calculation ya watu ha? Mtu ajua kwamba mimi kiti hiki nimespend 50 million mpaka kukitia mkononi. Mimi kiti hiki nimespend 100 million mpaka kukitia mkononi. Kesho wewe wataka yeye awe ni ayatullah. Hapa ndipo mahala tunapokosa hisabu sisi. Tusitoke kwenye mada, turudi kwenye maudhui yetu. Kwa hivyo masala ya kutekeleza Qur'ani ndio masala muhimu. Jamii ya masahaba na hata zile za wazee wetu walikuwa nyuma amu, wakati ambiwapo amu ilikuwa ifene, hawakuwa na elimu nyingi tulionayo sisi. Hawakuwa na elimu nyingi tulionayo sisi. Lakini ile elimu chache waliokuwa nayo na maarifa machache waliokuwa nayo waliyafanyia kazi. Mimi hunena mara nyingi jamanini, someni jamii yetu. Watukweni walimu wazuo katika hii jamii katika miaka 20 zilizopita. Kweni mathalan mwalimu Mkuza, Mane, mwalimu Bwana Heri. Kweni mathalan Boyo, inshallah ndio siku yake alokufa ya Ustadh Muhammad Ali Al-Khatib. Watukweni mpaka walioko hai kama maustadhi wetu walioko hapa. Angaliani kile chuo zamani kazi kilichofanya. Kisha pamoja na kuwaheshimu, sitaki lugha hii ieleweke ni lugha ya kudharau. Tunawaheshimu na tunajifakhiri, kama mimi najiproud kwamba nimesoma kwa chuoni Anisa kwa mwalimu Mkuza, na mengi nilionayo msingi wake ulikuwa wapi? Uko pale. Lakini hala tuwaleteni wale walimu waliokuwa wakisomesha zile zuo kwa zipimo za kielimu, walikuwa na elimu kiasi gani? Zaidi ya kuiua Qur'ani kitajwidi na kuiua risala na safina, lakini walitengeneza generation baada ya nini? Ya generation. Hatuzangalieni master zetu na PhD zimetengeneza vijana wangapi?
is a big question. Ikiwa leo mtu from Norway amekuja tu ayua Qur'ani, hatoki kwenye familia ya utajiri, hungoja peni la Hamisi afanye nini? Atarazaki na ameweza. Chuo mimi huenda pale chuoni saa nyingine Anisa kaketi kazangalia zile kuta 4 kanena tulikiingia jana 200 hapa. Pale tulikiingia jana karibu 200 wanaume na wanawake. Hakuna pazia, hakuna nini na hakuna uhasharati. Yeo hujengwa na ukuta na wale jana kule uruka kutukua jana mahuku. Pale ilikuwa choklaini nini? Ni hili biswati. Limekoma hapa jana wanaume, limeanza pale kwenda mbele jana nani? Jana wanawake. Sote tuko katika ukumbi mmoja. Kusomeshwa. Na hakuna subutuo kumkosea adabu kijana wa nani? Hakika. Kama sineni kulikuwa usinikusanyie, sisi sote tumepita kwenye ujana. Hakitokei ya kupigana kwa koko za mabuyu. Sio? Ilikuwa lakini kadiri ya koko ya nini? Ya buyu. Sio? Ikizidi ukafumbiwa na ito. Maneno yako wazi haya ama la haya fi din. Yani wewe ukatoka siku ile usiku kucha hukulala kwa sababu gani? Kufumbia ito. Lakini yalikuwa yana level hii. Vijana wakatoka pale wamesomeshwa kwa kadiri ya ile elimu waliokuwa nao, wamezofundishwa kutia kalafati, wamezofundishwa kushona magafa, wamezofundishwa kusuka makuti, wamezofundishwa kutia zito nini? Kofia na taaluma. Hizo tunenao leo utakatwe na techniques sijui nini hizo. Zote zilikuweko kwa wazee wetu. Wakizifanya kwa kadiri ya elimu yao, wakatengeneza mamia na maelfu ya vijana. Sisi tumefanya nini mpaka leo? Ilmu ni kwa kadiri uifanyiao kazi, si kwa kadiri unavobeba certificate na watu wanavyokuambia wajua kiasi gani. Na waliofaulu ulimwenguni wengi hawakuwa ndio mahodari zaidi kuliko wengine. Ni wale walokuwa wana moyo zaidi wa kujitokeza kufanya. Imam Khomeini aliposimama kusimamisha thaura Irani, haikumaanisha kwamba Qum ilikuwa haina maraji na mujtahidina kibar kumshinda yeye. Lakini yeye aliona kuna haja ya mwanachuoni kutoketi kwenye zitabu peke yake, ashuke uwandani na watu wake aongoze mabadiliko. Na ndio akaweza akafika paka akasimamisha daula ya Kiislamu. Na walikuwa majuzi kumshinda yeye bila shaka. Na taufiki ya Mwenyezi Mungu sasa ikakupata. Kwa hivyo kupata uongofu wa Qur'ani ni lazima tupitie kanuni za kijamii. Tukiketi, na ndio wazee wetu walizipitia kanuni za kijamii. Leo kwa kuwa ni siku ya Ustadh Muhammad bin Ali, napenda sana kusimama hapa. Ni shekhe gani nioneshani katika miaka iliyopita nyuma alokuwa mwalimu hafanyi kazi huku kwetu? Ni shekhe gani alokuwa mwalimu wa dini na hafanyi kazi? Wakulima. Tunaomba Ustadh Muhammad bin Ali, Ustadh Ahmad bin Ali al-Khatib, huku madrasa saa 8 ndio shamba kufanya nini? Kulima. Sio tu kuketi tu kuambia watu kulima muhimu kama sisi. La, ni waonekana, na hivi ndivyo walivyokuwa mtumi, na hivi ndivyo walivyokuwa maimamu. Imam Ali ni khalifa, ana shamba yake enda kunosha ya nini? Ya mitende, na ndipo atoa hapo riziki yake. Ni khalifa. Watakuwa wewe ukulo ni imamu wa msikiti Roda, ni imamu wa msikiti Safa. Khalifa wa nani? Wa Waislamu. Si masala ni imamu wa msikiti watu swali nyuma yako 50. Khalifa wa nani? Wa Waislamu. Afanya kazi mkulima, enda kuangata doo mwenyewe kunosha. Kwa sababu jamii haiwezi kuendelea wakiwa mikono haifanyi kazi, shekhe. Ikiwa mikono yote ya kunena ete. Wewe ukitaka kuona jamii katika alama za kufaulu jamii au hata familia, angalia katika hisabu ya wale familia
mikono ya ete na mikono ya twaa mingi ni ipi? Ndio itakwambia hawa watu ni aina gani. Hakuna jamii ya Kiislamu kwamba watu waketizie wote ni ete. Yataka watu wote ni nini? Ni twaa. Na utakuwaje twaa? Ikiwa wafanya kazi. Na hapa ndipo mahala tutataka tuamke sana ndugu zangu. Wacheni mambo kungoja ati tutaleta changes 2017. Hakuna changes za mchana wala za usiku ikiwa sisi wenyewe hatujaamua kuamka na kufanya kazi. Mabadiliko ya kisiasa ni mabadiliko am. Ni hospitali kuwe na dawa, ni skuli ziwe na walimu. Hayaji kukugusa maisha yako personal kama unavyoishi. Fanya kazi. Na usidanganywe kwenye jukwaa kwamba yeye uyao akiwa yeye atakuwa ameondosha ufukara. Hakuna ufukara mtana wala usiku utakaoondosha, amekuja kujaza mfuko wake. Ufukara wako utaondoshwa kwa kufanya kazi wewe mwenyewe. Naam, yeye kama mtawala ana wajibu wa kucreate opportunities za nini? Za kazi. Na akizicreate kama nilivyokuambia, hakuetei nyumbani, atazitupa kwenye uwanda. Patakana degree, huna shauri zako. Patakana master, huna shauri zako. Patakana qualification, huna shauri zako. Kama leo mathalan tunavyoambiwa poti ikija itatoa nafasi sijui 1000 ngapi za kazi, sio? Koli ikianza itatoa nafasi sijui 100 ngapi za kazi. Tukubaliane na haya maneno. Nani alokuhakikishia wewe upijao debe wewe ndio utakao kupata kazi hiyo? Je, mumeuliza qualification zake ni zipi? Na je, kwa mujibu wa kanuni za kijamii tumeanza kujiprepare kwa hizo nini? Qualification. Hatuwezi kuongoka kwa uongozi wa Qur'ani na Uislamu bila ya kuzijua kanuni za kijamii. Pili, hatuwezi kuwa makhalifa katika ardhi bila ya kuzijua kanuni za kijamii. Sisi Waislamu tuamini sisi ni makhalifa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Khalifa wa nani? Wa Mungu. Kazi yetu kuamirisha ardhi, kusilihisha ardhi, kuhuisha maisha. Hii ndio kazi ya makhalifa. Ihya'ul ardi wa islahuha wa i'maruha. Kuhuisha, kuleta mageuzi na kuleta maamirisho, kuijenga yani ardhi, kuiboresha, kuidevelop kwa lugha za kieo. Huwezi kuweta mambo haya kama khalifa ulivyopewa jukumu na Mwenyezi Mungu isipokuwa kupitia kanuni za kijamii. Mfano leo sisi tukitaka kuijenga Lamu yetu, kuijenga kielimu, kuijenga kiuchumi, kuijenga kisiasa, kuijenga kidini na maadili, kuijenga kimila na dasturi, ni lazima tukaeni chini watu wataalamu wa kila sekta, kupangwe mikakati, kupangwe plani, zipangwe zile za muda mfupi na za katikati na za muda mrefu. Na hapo zote ukinena kupangwe mikakati, kupangwe plani, yani zote ni maana wazitumia kanuni za nini? Za kijamii. Mayahudi kupitia kanuni za kijamii waliitukua Palestina kwa mipango ya miaka 50. Mayahudi kupitia kanuni za kijamii walipanga kwa muda wa miaka 50 waitukue nini? Palestina. Sisi tumepanga kwa muda gani tutaweza kurudisha kila kitu chetu? Na mikakati yetu ni ipi? Na haya yote yafuata kanuni za kijamii. Kwa hivyo huwezi kuboresha jamii yako, huwezi kudevelop katika sekta yoyote itakayokuwa, elimu nini, zote zitie, hata dini, hata maadili. Tasikia tu baadhi ya mashaka kwambia watu wamekuwa hawasali siku hizi, watu huvuta bangi tu siku hizi, watu ni kweli. Kuna mikakati gani na kwa muda gani? Huwezi kurudisha kwa siku moja hawa. Na kwa muda gani utaweza kuwarudisha?
Kwa hivyo hatuwezi kuwa makhalifa katika hii ardhi mpaka tuzijue kanuni za nini? Za kijamii. Kwa kupitia kanuni za kijamii tutaweza kutekeleza dauri letu la ukhalifa ipasavyo na kama alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nitakoma hapa nikiwaomba tu dakika 2-3 tusomeni kisomo kichache, kwa sababu wengi katika sisi ni katika tulosomeshwa na yeye Ustadh Muhammad bin Ali Al-Khatib, na sisi personal kama Swafa ni mtu alikuwa na huduma kubwa sana katika kituo hiki, alichangia kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo tuna haki yake juu yetu na jamii ina haki juu yake. Tumsomee 2-3, na leo sitojibu maswali yaliyoletwa kwa sababu ya kutunga wakati. Tulifanya hili, kesho inshallah Mungu akitupa uhai na uzima tutaendelea na kuyajibu yale maswali kipindi cha ziada. Allahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل